katika kipindi hiki, na niwaambie maandalizi yetu ya AFCON yanakwenda vizuri sana. Wako baadhi ya watu wameanza kuwatia hofu wa Tanzania. Tujiandae kwa AFCON. AFCON haitahama. AFCON ipo Tanzania, Kenya na Uganda. Vituo vyetu Tanzania, Dar es Salaam, Arusha na Zanzibar. Maandalizi yanakwenda vizuri. Viwanja vyetu tumevitengeneza. Mahitaji ya kafu tumeyafikia. Arusha uwanja wetu uko zaidi ya 90% sasa. Uwanja wa Dar es Salaam tumekamilisha, sasa hivi tunapanda nyasi tu pale na kurekebisha maeneo ya watu mashuhuri. Uwanja uko vizuri. Zanzibar uwanja wa Fumba uko zaidi ya 75%. Hakuna namna ambavyo tunaweza tusiwe wenyeji wa AFCON. Tumejiandaa. Labda itokewe Nongwa tu. Najua yako maneno mengi. Watanzania puuzeni. Usiache kuandaa kampuni yako vizuri, ukafanya biashara vizuri ya utalii wakati wa AFCON. Tafuta wateja, tafuta watalii, anza mawasiliano kuanzia sasa. Wewe unayeuza chakula, tengeneza maeneo yako vizuri ya chakula. Ulioko Dar es Salaam, ulioko Arusha, ulioko Morogoro, tengeneza utaratibu ambapo wageni watakaokuja Dar es Salaam, watakaokuja Arusha, watakaokwenda Zanzibar, waje pia Morogoro. Inawezekana. Anza kuwatafuta kuanzia sasa. Wapenda michezo wote sasa hivi wanawasiliana na Watanzania. Wanatafuta mawasiliano ya Tanzania. Ajue Morogoro kuna nini? Mwambieni Morogoro kuna fursa ya kuzalisha mchele. Morogoro kuna fursa ya kuzalisha miwa, tuzalishe sukari. Nchi yetu inahitaji sukari. Ukanda wote wa Afrika una upungufu wa sukari. Ukija kuzalisha sukari Morogoro, utauza Afrika Mashariki, utauza SADC, utauza Afrika. Ukija kuzalisha mchele Morogoro, utauza dunia nzima. Kwa sababu sisi kama nchi tunao mkakati wa kufanya Tanzania kuwa kitovu cha uzalishaji wa mchele Afrika. Kama wewe uko Songea, anza kufanya mawasiliano kupitia kwenye mitandao mbalimbali. Siku hizi dunia kijiji. Waambie watu wote duniani, unapokuja AFCON njoo Songea, tukuonyeshe mahindi mazuri ya Songea. Tukuonyeshe samaki watamu wa Ziwa Nyasa. Kama wewe uko Dodoma, sema fursa zilizoko Dodoma, tuanze mawasiliano hayo sasa. AFCON haiondoki. Kama uko Arusha hali kadhalika, unaifanya biashara ya bidhaa mbalimbali za ubunifu, ususi, ushonaji, unaifanya biashara ya madini, tafuta madini, andaa maeneo, wadau wanakuja, tengeneza muungano, joint ventures, ili ushirikiane na watu wote duniani. Wakati wa AFCON ndio wakati wa kutengeneza connection. Maki watu wengi wanasema hatuna connection. Connection Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ameileta. Amelipa ada ya Tanzania kuwa mwenyeji wa AFCON dola za Marekani milioni 30 ili wa Tanzania tutengeneze connection. Kafu wanatoza fedha hii kwa sababu wanajua tukichangamka tutapata zaidi ya hizo. Nataka niwaambie wenzetu wa Morocco wamepata fedha nyingi sana. Wametengeneza zaidi ya dola bilioni 1.9 wakati wa AFCON kule Morocco. Sisi tumetoa tu dola milioni 30 kwa ajili ya ada ya ushiriki. Lakini watu watakaokuja ni wengi. Tuchangamke, na kwa sababu tunashiriki watu nchi 3, tusipochangamka Tanzania, wenzetu nchi jirani watachangamka. Kwa hiyo asikukatishe tamaa mtu yeyote. Manake leo nilikiwa kwenye treni, kuna mtu mmoja kabisa kanipigia, Msigwa, heti nasikia kituo cha AFCON kinahamishwa. Hakuna kituo kinachohamishwa. AFCON iko hapa, na kesho tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka 2026, waziri wetu wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Mheshimiwa Paul Christian Makonda atashiriki kikao. Wanajadili hatua iliyofikiwa katika maandalizi ya AFCON 2027. AFCON ingekuwa imehamishwa angeshiriki? Atashiriki kesho, na tutawaambia nini kimejiri kwenye mazungumzo. Kwa hiyo ndugu zangu wa Tanzania, msikatishwe tamaa na mtu yeyote. AFCON iko pale pale. Tutakuwa kwenye tamasha la utamaduni Morogoro. Huku tunazungumza fursa zilizopo kwenye tamasha, lakini tunazungumza kuhusu AFCON. Sasa kama nilivyosema, wakati wa tamasha hili kutakuwa na shughuli mbalimbali. Tutakuwa na maonesho ya vyakula vya asili. Nimesema zaidi ya 100. Tutakuwa na ngoma za asili na maonesho ya visasili na visakale. Nyinyi ni Waswahili, nendeni mkatafute. Lakini tutakuwa na mdahalo wa kitaifa kuhusu maadili. Ndugu zangu wa Tanzania, nchi yetu imetikiswa na mmomonyoko wa maadili. Tusipojadili haya mambo, tukawekana sawa, tukajipanga kulea vijana wetu, maadili yetu yanamomonyoka, vijana wanaharibika. Tutakuwa na mjadala huu, na naomba waandishi wa habari
muyarushe vizuri yote yatakayojiri kwenye mjadala huu, ili tuanze kukubaliana namna gani tutalinda maadili ya Mtanzania na tutadumisha maadili ya Mtanzania. Tutakuwa na maonesho ya mavazi ya asili na kazi za mikono. Tutakuwa na maonesho ya filamu na kazi za sanaa. Tutumie filamu zetu na sanaa zetu kimkakati. Hili litakuwa somo la siku nyingine. Tutakuwa na shughuli za michezo ya jadi na shughuli za kiutamaduni. Tutakuwa na matembezi ya kiutamaduni ile siku ya mwisho. Sisi Wakinga tunaita cultural carnival. Tutafanya siku hiyo. Tujitokeze kwa wingi kwenye tamasha hili. Tutakuwa na usiku wa nyama choma, taarabu na muziki wa kale. Siku hiyo njooni muone utamaduni wa kanga. Vazi la kanga, wanasema utamaduni wa Mswahili kupitia kanga. Mje muone siku hiyo. Tutakuwa na burudani za wasanii wetu pale katika uwanja wa Jamhuri ambapo tutakuwa na maonesho na shughuli zingine mbalimbali. Kila siku ya Mungu patakuwa na burudani kutoka kwa wasanii wetu. Singeli, bongo flavor, ngoma za asili zitakuwa zinapanda pale, zinashindana siku zote kuanzia tarehe 25 mpaka tarehe 27. Mje muone madogoli kutoka kule Songea, Lizombe, muone ngoma ya Dodoma, muone ngoma ya Kagera, muone ngoma ya Wachaga. Mnafikiri Wachaga wanatafuta hela tu? Wana ngoma pia. Hela wanazipenda na ngoma wanacheza. Mtaona wa Masai, mtaona wa Ruguru, mtaona wa Bena, mtaona wa Kinga, mtaona kila aina ya makabila yanakuja pale. Wote wako njiani. Hivi ninavyozungumza wako njiani, wanakuja kwa ajili ya kushiriki, kuonesha thamani ya utamaduni wa Mtanzania na burudani. Lakini vijana wa Gen Z hatujawaacha. Watakuja vijana wa bongo flava kuja kuimba, singeli watakuja kucheza, wengi tu. Na wale masuperstar, nilikuwa naongea na mdogo wangu Mbosso, anakuja. Mbosso atakuja kuburudisha hapo Jamhuri. Kwa hiyo hii sio fursa ya kukosa. Njooni mje kwenye tamasha la utamaduni, tufurahie mambo ambayo tumejiwekea sisi wenyewe. Ndugu zangu, mengine sitaki niyamalize leo, lakini tunatarajia kwamba tamasha letu mwaka huu litakuwa la kipekee, litawavutia watu wengi, litatengeneza namna bora ambavyo tunaweza tukalinda utamaduni wetu kuanzia sasa na kwenda mbele. Tutajifunza, tutapata ladha ya vyakula mbalimbali kama nilivyosema, lakini pia tutatoka na kumbukumbu nzuri ya mkoa wetu wa Morogoro na mambo mbalimbali ambayo yanafanyika hapa Morogoro. Zaidi ya hapo, tutakuwa na siku moja ambayo tumeitenga kwa ajili ya kufanya utalii. Watakao kuja hapa, tumeandaa utaratibu wa kwenda Mikumi, kwenda kutembelea hifadhi yetu ya Mikumi. Serikali yetu inayoongozwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan imefanya uwekezaji mkubwa kwenye hifadhi zetu. Na hifadhi zetu sasa hivi zinafanya vizuri sana. Tunataka kupitia tamasha hili watu pia wapate fursa ya kwenda Mikumi. Watu waende Udzungwa, watu waende hifadhi ya Nyerere, waende wakafanye utalii. Wakaone kazi nzuri iliyofanywa na serikali ya kiuwekezaji kuongeza thamani katika hifadhi zetu. Na labda niwaambie tu, katika hifadhi ya taifa ya Mikumi katika mwaka 2026-27 Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alitoa maelekezo ya uwekezaji mkubwa, na tumefanya uwekezaji katika miradi 9 ya kuboresha miundombinu ya hifadhi ya Mikumi yenye thamani ya shilingi bilioni 21.93.